Tangu kuanza kwa mgogoro huu wa ushirikiano wa Israel pamoja na Marekani na kuivamia kijeshi Iran, taarifa zimekuwa zikitolewa nyingi sana, lakini katika taarifa hizi utolewaji wake, kila mmoja amekuwa akizungumza kitu ambacho anapishana na mwenzake, ikitajwa kwamba propaganda ipo kazini. Katika eneo la vita, propaganda ni kitu gani na huwa inatumikaje? Asante sana. Kwanza, propaganda ni eneo kubwa la siasa ambapo kuna ukweli unachanganywa na uongo kwa namna ya kipekee sana, kwa lengo la kukuza au kudogosha hali halisi kulingana na muktadha ambao uliopo. Sasa kwenye hii vita, kama vita nyingine yoyote ile, propaganda imekuwa ikiendelea kutumika, na kwa sasa hivi kwa sababu kuna uwezo wa akili mnemba, deep fakes na vitu mbalimbali, kunakuwa ni rahisi sana kutengeneza propaganda nyingi, hasa kwenye dunia ya kidijitali na sehemu nyingine mbalimbali. Na lengo kubwa la propaganda ni kuweza kuwin ile mioyo na akili za wapiga kura au walipa kodi wa eneo lilotoka, kuhakikisha kwamba aidha wanaona ukubwa, unakuza mafanikio yako kwenye uwanja wa vita na unadogosha madhara unayopata, vitu kama vifo vya wanajeshi au kuharibika kwa miundombinu. Lengo ni kuweza kuhakikisha kwamba sio tu ushindi unakuwepo kwenye wa kijeshi, lakini kuhakikisha kwamba kwenye mioyo na akili za watu wa taifa husika wanakubaliana kwamba tunachofanya ni sahihi na kina muktadha ambayo uko just, yani maana yake tunapiga kitu ambacho kiko halali pia. Kwa hiyo kwa mfano, tutaangalia kwa upande wa propaganda wa Marekani both na Israel, lakini pia tutaangalia na upande wa Iran, kwa sababu propaganda imetumika kote, kama ambavyo vita ya pili ya dunia kulikuwa na mtaalamu wa propaganda ambaye tulikuwa tunamwongelea Joseph Goebbels, kipindi cha German. Tutaangalia hizo tactics zinazoendelea mpaka leo hii. Hebu tueleze, Marekani na mshirika wake Israel, wao wamekuwa wakitumiaje hizi propaganda, na kwa upande wa Iran wamekuwa wakitumiaje hizi propaganda, kipindi hiki ambacho tumekuwa na taarifa za sintofahamu ya wapi alipo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na video nyingi ambazo vyombo vya habari vya Israel vikijaribu kutoa, watu wengi wamekuwa wakisema kwamba hapana, kuna mkono wa teknolojia ya akili unde imetumika kuzitengeneza. Sawa. Mara nyingi vita inapoanza, mwathirika mkubwa inakuwa ni taarifa sahihi, kwa sababu hakuna nchi ambayo itasema kilichowakuta vizuri, na wanafilter kwa ajili ya lengo kupunguza madhara ya kisaikolojia ya wananchi husika walioko kwenye vita. Tukiangalia juzi tu, ilimlazimika waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutoka kuelezea kwamba hana vidole 6 kama ambavyo video za kwanza zilisema, sababu alikuwa hajaonekana muda kukaa na tetesi kwamba amefariki. Wakafanya video, watu wakasema hii hapa itakuwa ina AI kwa sababu ana vidole 6. Ikabidi baada ya siku kadhaa arudi tena kufanya video nyingine tena kujielezea kwamba angalia nakunywa kahawa na vidole vyangu 5. Lakini wale watu wa Iran tena wakarudia kutengeneza ile video kwa kuwaweka viongozi mbalimbali wa North Korea, Mojtaba mwenyewe na kila mtu, na imekuwa ni eneo la vita. Kwa upande wa Marekani, propaganda pia ni kudogosha madhara ya vita. Marekani wamekuwa na tabia kuifanya ugomvi uonekane kama video game, kama magame ya Call of Duty tu, kwamba kupunguza madhara ya kwamba wanajeshi hawafi, mazingira ya vita sio makubwa na tunashinda sana, tunafanya hivyo lengo kwa sababu hii vita sio popular Marekani. Ni vita ambayo imeanza kipindi ambacho sidhani hata kuna 20% kwenye polls ambao wananchi wanakubali kwenda kwenye vita. Kwa hiyo ile kuweza kujenga, wanaita kumanufacture consent, yani kuwakubali, kwa sababu kuna kipindi vita ikizidi gharama itabidi uende bungeni Congress ukaombe budget, ukaombe wanajeshi wazidi kuongezwa. Inabidi huo umeshaonyesha watu umefikia wapi kwanza, na kwamba madhara yake labda sio makubwa sana, ndio maana tunaweza tukaenda. Lakini pia upande wa Iran kumekuwa na propaganda nyingi kwa kuhakikisha wanakuza zaidi kile ambacho wanashambulia. Wanaweza wakashambulia nchi 8 wakasema tumeshambulia nchi 14. Wanaweza wakasema wamezalisha meli kubwa ya Kimarekani ya kivita, kumbe ilipata moto tu labda ulioanzia kwenye choo, kama aircraft carrier ya juzi USS nini kama sikosei.
zaidi ya hapo pia upande wa Iran wanaweza wakakuza labda madhara yake katika nchi za hapa Gulf. Kwa hiyo inakuwa ni kama hivyo, zote kila mtu anatumia propaganda kwa ajili ya kuweza kuwapa motisha watu wake kwamba wana nafasi kwenye vita. Katika muktadha kama huu, manake ni kwamba serikali ama tawala zinafanya kwa makusudi hayo yote kwa ajili ya kile ulichokieleza, kuweza kuwin ile support ya nchi zao. Hii sasa inaleta athari kiasi gani katika muktadha wa diplomasia ya kimataifa, watu namna ambavyo wanaielewa sasa ile vita ama wanapata uhalisia wa hiyo vita, na pengine hata wao kutumia hiyo kama sehemu ya kueleza watu wengine kwamba vita si nzuri kwa kiasi hiki. Ina athari kiasi gani? Ina athari kubwa sana, kwa sababu kwa nini hata wanahangaika kujieleza kwa dunia? Kwa sababu wakati wakiwa kipindi cha mapigano ni kwa sababu Iran, Marekani na Israel wote ni wanachama wa jumuiya ya kimataifa, wote ni wanachama wa Umoja wa Mataifa, na wote wana ushirika na mataifa mbalimbali duniani, kipindi ambacho karibia nchi zote zinafahamu kuhusu ugomvi na zinajaribu ku make sense of it katika makao makuu ya nchi mbalimbali kuanzia Asia, Marekani, Afrika. Watu wote wanaangalia huu ugomvi kuangalia nani yuko sahihi, nani ana makosa, nani anamwonea mwenzake. Kwa hiyo sisi ni walaji tayari wa hizo propaganda, kwa sababu kila nchi itajaribu kuuza sera zake kwamba sisi hapa sera yetu ya mambo ya nje ya Marekani kuilinda labda Israel dhidi ya labda shambulio la kuifuta kabisa ili taifa, au labda kupambana na nuclear labda energy ya Iran, au labda kupambana na wale network ya militias walioko Hezbollah, Hamas, Wahuthi. Kwa hiyo kila mtu atajaribu kuuza sera zake, na sisi kama walaji wa kwenye jamii ya kimataifa ni moja kati ya watu ambao tunalengwa, na lengo lao pia ni kuhakikisha kwamba aidha tunaamua kushirikiana katika kupambana hili na pamoja, au labda kwa lengo jingine labda kuweza kukataa ushirika, kwa sababu kila nchi inavyokuwa ikielezea labda Israel ina shida na hivi, labda Iran ina shida na hii, wanajaribu kuweza kuhakikisha jamii ya kimataifa inaelewa position yao na kuhakikisha pia wanaweza wakapata msaada pale utapohitajika, aidha wa kidiplomasia kama ni kura kwenye Baraza la Usalama wa Taifa, Security Council, au Umoja wa Mataifa tu kawaida, na au ushirika wa kibiashara. Yote ni kujaribu kuconvince wanachama wengine wa dunia kwamba wanachofanya ni sahihi. Na kwa namna unavyotazama, wanafanikiwa katika hayo ambayo labda ni kama malengo na hizi mbinu ambazo wanazozitumia katika propaganda? Propaganda kuna nchi ambayo inaweza zikaanza kufanikiwa mwanzoni. Marekani alianza vizuri propaganda yake mpaka wakaweza kuanzisha ile vita ya siku 12 mwaka jana. Lakini nguvu yao imepungua kwa asilimia kubwa, kwa sababu dunia sasa hivi ni dunia ambayo ina vyanzo vingi vya taarifa, havitegemei mashirika makubwa tu. Kuna watu ambao wana habari tu wa kawaida wa barabarani, kuna watu wengine tu wachangiaji. Lakini kwa upande mkubwa sana, upande wa propaganda umekuwa ukipata shida sasa kwa sasa hivi, na imekuwa ikipata mafanikio ya muda mfupi, kwa sababu ni rahisi kujibu, ni rahisi kuona ukweli na vitu kama. Kwa propaganda katika kipindi hichi imekuwa ina wakati mgumu kidogo, sasa kwa upande wa Marekani ambao ni kama mataifa mengi yamegundua kwamba hii ni vita nyingine kama Vietnam, kama Iraq, kama Afghanistan, ni vita ambayo inaanza kwa malengo mengine, lakini ghafla kiongozi kama Trump anakuwa anakosea anapokuwa akiongea hichi, leo waziri wake anaongea vingine. Propaganda ile inashindwa kufanya kazi. So propaganda inabidi upangilie uongo na ukweli ukae vizuri. Joseph Goebbels wakati wa vita ya pili ya dunia Ujerumani alikuwa anaweza akawaelezea kabisa kwamba tumeweza kuchukua nchi hii na hii, tumefanya hichi, kwa sababu hamna namna ya kufact check, hamna Facebook, hamna nini. Sasa hivi unaweza ukadanganya, kiongozi mwingine Twitter akajibu, profesa anayefundisha Tehran huko akasema kwamba anachosema cha uongo, na akaweza kurekodi na simu. Kwa propaganda imekuwa ikipitia changamoto, lakini